Muthe ni akena kwa sababu ni todo niko na mtafasiri hapa na mutauri haha ambaye ni mchungaji John, na ndirataurira Pastor Milton, na nimefurahi sana kwamba ni rafiki yangu sana na ni murata wakwa. Nataka kusema kwamba gwenda kugo nimenyenyekeshwa sana siku ya leo nianyiha muno muthenya wa umuthi kwa kuona kila mmoja aliyekuja katika ibada ya siku ya leo. Ni tondu wa kumuona mukite igongona ria umuthi. Jamani, simseme amina. Amen. Lakini pia nimefurahi na ena gikeno kiingi, nimesikia kwamba tuko na kiongozi ambaye ni supporter sana wa kikundi cha uimbaji wa nyimbo za Kikuyu. Niko igwa kwena mutongoria wa support gikundi kiu kia agendi. Niombe tu asimame ili apunge mkono. Pastor hoyo rugame ringi na ugeithie ringi. Jamani, mnasemaje? Amen. Haleluya. Amen. Mungu akubariki. Mwathani akurathime na tunakuombea. Na niturakuhoera. Siku 10 zimeisha jana. Mithenya 10 ni irathirire ira. Na siku ya leo ni ibada ya kawaida. No muthe ni igongona kana ni igongona ria kawaida. Wale ambao hamkufanikiwa kufika, aria mutanahota gukinya, nina imani wale tuliokuwa nao watawapa maneno mazuri. Ndina witikio aria marokaga ni mekumutabiria uhoro mwega. Na kule nyumbani wamewasalimia. Kuria mucie ni atumona ngeithi. Wanajua leo niko Ngarariga. Na ni moyo ati umuthi Ngarariga. Jamani, semeni amina basi. Haleluya. Amen. Wamewasalimia. Nemamugeithia. Bila kupoteza wakati, hatari kuoya mahinda maingi, kwa sababu tutasalimiana baadaye vizuri. Ni tondu ni tukugeithania mahinda macio mangi wega. Tuokoe muda, tuhonokie mahinda ili tusikie Bwana kinena nasi. Niguo tuigue Ngai akiaria na ithuĩ. Na kwa namna ya pekee sana, na njira ya mwanya muno, nitaomba wote, kanisa lote tusimame. No hoe ithuothe turugame. Tutaimba wimbo namba 43. Rwimbo namba 43. Tutaimba beti la kwanza na chorus. Tuine kifungo kia mbere na chorus. Pamoja na beti la pili na chorus. Soke tuine kifungo kia keri na chorus. Wimbo namba 43. Rwimbo namba 43. Nyimbo za Kristo. Nyimbo cia Kristo. Nataka nisikie watu tukiimba. Nohoe tuine. 1 2. Nisikie nyimbo zikiimbwa. Haleluya. Jigue rwimbo rukiinwo. Imba kwa furaha. Ino kenete. Toa sauti. Ruta mugambo. Kwa sababu malaika wako na sisi katika kuabudu leo. Ni tondu malaika me hamwe na ithuĩ. Haleluya. Furaha gani na ushirika nikimtegemea Yesu tu. Furaha gani na Yesu. Salama bila hatari, tegemea Mwokozi Yesu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu saa imefika uzungumze na mioyo yetu.
Roho Mtakatifu akatufundishe na kisha tusaidie kuitikia mapenzi yako kwa jina la Yesu. Amina. Fungua kitabu cha Luka. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka. Luka sura ya 17. Luka 17. Ndipo tumepata fungu letu kuu. Hau neho tuona ithomo rĩa gũtũtongoria. Fungu la 32. Thĩinĩ wa mũhari wa 32. Nione wangapi wamefika Luka sura ya 17. Nĩigana makinyĩte hau. Fungu la 32. Mũhari wa 32. Asante sana. Nĩ wega mũno. Ni fungu fupi sana. Nĩ ciugo nini kana nĩ gĩcigo kĩnini. Na linasema, na kirauga mkumbukeni mkewe Lutu. Ririkanai mutumia wa Loti. Kauli hii alizungumza Yesu. Ciugo ici ciaririo ni Yesu. Na si mara ya kwanza Yesu kuzungumza maneno kama haya. Na tirita rĩa mbere Yesu kwaria ciugo ta ici. Katika Biblia ametumia kauli kama hizi tukumbuke. Thĩinĩ wa Biblia ni atumirite ritwa rĩrĩ ririkana mara kadhaa sana ndani ya Biblia. Maigana ona. Lakini maeneo muhimu sana ambayo Yesu alisisitiza akisema tukumbuke. No kũndũ gwa bata mũno kũrĩa Yesu atumirire ritwa rĩrĩ ririkana. Yako makubwa hasa matatu. Ni ciugo ithatũ nene. Jamani mangapi? Ithatũ. Matatu. La kwanza alisema, cia mbere augire ũũ, ikumbukeni siku ya Sabato. Akiuga ririkanai muthenya wa Thabato. Jamani, ikumbukeni siku ya Sabato. Ririkanagai muthenya wa Thabato. Na akaongea pia na akiaria kiuga katika Marko sura ya 14. Thĩinĩ wa Marko 14. Katika fungu la 6 hadi la 9. Mũhari wa 6 nginya 9. Yesu alizungumza habari za Mariamu. Yesu akiaria uhoro wa Mariamu. Na alifunga kwa kusema katika fungu la 9. Na akirikia ciugo na kuga muhari wa 9. Amini, amini nawaambia, oma ndamwĩra, popote pale injili itakapohubiriwa, kũndũ guothe ndũmĩrĩri ĩno ĩkahunjio, hili alilolifanya mwanamke huyu, ũndũ ũyũ wekwo nĩ mũtumia ũyũ, litakuwa kumbukumbu. Nĩ ũndũ wa kũririkana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Jamani, si anatusaidia kuongea Kikuyu ili wote muelewe vizuri. Sasa pale penye kusema amina, sema amina. Hakuga amen, mukauga amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu usiposema amina, nitondo warega kuga amen, nitajua hujaelewa. Nĩngũmenya ndũnataũkwo. Na kwa sababu hujaelewa, na tondũ ndũnataũkwo, utanifanya nitumie muda mwingi nikueleweshe. Ũgũtũma tũtũmĩre ihinda inene gũgũtaũkithia. Kwa hiyo ili tuokoe muda, nĩguo tũhonokie mahinda, ukielewa, wataũkwo, sema amina. Kauga amen. Haleluya. Amen. Mmekuja kuja. Nimuokoka kidogo. Kwa hiyo katika Marko sura ya 14 fungu la 9 Yesu anasema mkumbukeni Mariamu. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Marko Yesu akauga ririkanai Mariamu. Hiyo ilikuwa ni kauli ya pili ya Yesu. Ciarĩ ciugo cia kerĩ cia Yesu. Lakini akarudia tena. No agĩcokera rĩngĩ katika sura ya Luka 17. Thĩinĩ wa Luka 17. Baada ya kuwa ametoa takwimu na dalili za kuja kwake mara ya pili, akazungumza kwa namna ya pekee sana. Akasema kama vile ilivyokuwa kipindi cha Sodoma na Gomora, na kama ilivyokuwa katika kipindi kile cha Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Lakini akasema, no akiuga, pamoja na yote, hamwe na maundu macio mothe, kumbukeni mkewe Lutu. Ririkanai mutumia wa Lutu. Haleluya. Amen. Yesu ana sababu. Yesu ena gitumi. Kwa nini tumkumbuke mkewe Lutu? Niki tumuririkane mutumia wa Lutu. Na anazungumza katika muktadha, ni tondu araria thĩinĩ wa ihinda wa sura ambayo iko katika wale wanaomtegemea Yesu na ujio wa Yesu mara ya pili. Thĩinĩ wa ihinda rĩrĩa arĩtio horo wa andũ arĩa metagĩrĩra gũcoka kwa Yesu. Kwa sababu kitabu cha Luka, ni tondu ibuku rĩa Luka, kina mgawanyo wake, ni kĩgayũkanĩte. Lakini ukisoma Luka 16, no ũngĩthoma Luka 16,
kuanzia hadi sura ya Luka 21 fungu la 36 ginya muhari wa 21 na ginya 36 ni sura ambazo ni ishigo iria ziko katika kundi zinazozungumzia wakati wa mwisho, ciaragio horo wa nige kundi kiria kiaragio horo wa mahinda ma mwisho na jinsi watu watakavyookolewa, no ria andu makahonokio. Kwa hiyo sura ya 17 uguo muhari uyu wa 17 Luka yuko makini sana kuandika. Luka ndiye arandika muno kile ambacho Yesu alisisitiza, kiria Yesu ekirire kusisitiza emphasize emphasis kiria Yesu ekirire. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Luka yuko makini katika sura ya 17. Luka muhari uyu wa 17 ni ekirire muno kuandika kile ambacho Yesu alisisitiza, kiria Yesu nake aririe na gwikirira, na alisisitiza hasa nyakati za mwisho zitakapokuwa kabla ya kuja kwake, na Yesu agikirira muno uhoro woria maundu makahana atanacoka. Akazungumza akisema, akiaria na akiuga kutakuwa na vikwazo, nigugakorwo na ihitithia, na ndio maana nasema makwazo hayana budi kuja, na nikio turauga kuhitithio no muhaka guke, lakini ole wao ayaletaye makwazo, no woiya wa mundu uria ukurehe ihitithia icio. Kwa hiyo unapokuwa ndani ya kanisa, uguo hindi iria we thiini wa kanitha, makwazo hautaepuka. ndukwaga mundu kuhitithia. Kuna nyakati uko ndani ya kanisa, ona kwi hindi we thiini wa kanitha, lakini vikwazo vitakuwa ni vingi, no mathina na iremithia cigakorwo ni nyingi. Usiogope. Ndukae gwitigira. Yesu alisema, Yesu augire kabla ya kuja kwake atanacoka makwazo andu kuhitithio yatakuwepo. ni magakorwo makihitithio. Na namba 2 akazungumza akiaria ya kwamba ati watu wataiacha imani, andu ni magatigana na witikio. ndio maana anaongea vizuri na nikio araria we katika sura ile ya 18 thiini wa muhari ucio, anauliza swali akisema, akoria kiuria ko je, hihi mwana wa Adamu hindi iria muru wa mundu atakapokuja duniani hindi iria agacoka thiini wa ataikuta imani? ni agakora witikio. Anataka pamoja na vikwazo, arenda hamwe na gukorwo ati kwina kuhitithio, lakini tudumu katika imani. no ni arenda ciana ciake cikare. Jamani, haleluya, amen, Bwana sifiwe. amen. Namba 3, undu wa gatatu, Yesu anazungumza Yesu ni araria jukumu la watumishi wakati wa mwisho. wira wa ndungata ciake mahinda ma muthia. Anazungumza jukumu letu tunaomwamini, akaria uhoro wa wira witu mahinda-ini maya. anazungumza jukumu letu Adventista Sabato, akaria uhoro wa wira witu ithuĩ Adventista Sabato, ya kwamba siku za mwisho ati mahinda ma mwisho lazima tuhubiri. no muhaka tuhunjie. Haleluya, amen. na si kuhubiri tu, na to kuhunjia gwika, anasema arauga atiriri lazima tuwe waaminifu. no muhaka tukorwo turi eho. Ndio maana amejadili vizuri na nikio araria wega katika sura ya 16 agatariria muhari wa katika fungu la 9 na kuendelea, muhari wa kenda anasema maneno haya, akauga ciugo, aliye mwaminifu katika lililo dogo uria mwihokeku kuri undu munini atakuwa mwaminifu katika lililo kubwa. ni akamutua kana akamwihokera indo nene. Luka anaongea, Luka akaria akisema akiuga jukumu la watu wa siku za mwisho kama watumishi, wira wa ndungata cia Ngai matuko ma muthia ni kuwa waaminifu ni gukorwo mari ehokeku hadi kufa, nginya gukua, hadi kufa, nginya gukua, hadi kufa. nginya gukua. Tumeitwa kuwa waaminifu. Twititwo gutuika ehokeku. Lakini namba 4, undu wa kana anazungumza utakaso wa wakoma 10, akaria uhoro wa utheru, na ndivyo akaongea katika kauli ya mwisho akisema yule mkoma, na akiaria gitariria uhoro wa mwisho akasema, je, hawakutakaswa wote 10? Sorry, hawakutakaswa wote 10? matinatherio othe 10, lakini waliokuja kumshukuru Mungu no aria mokire na ugucokia ngatho si mmoja tu, to no umwe tu, tena ni Msamaria. na ni Musamaria. Na anasema kwamba siku za mwisho na akauga matuko ma muthia hata ambao tunadhani hawasingeokolewa, ona andu aria twiciragia matingihonokio wataokolewa na kumpa Mungu utukufu. ni makahonokio na magathe Ngai. Na jambo la mwisho la 5, na undu wa muthia wa gatano, anazungumza kuja kwa ufalme wa Mungu araria uhoro wa guka gwa uthamaki wa Ngai na ufalme wa mbinguni. na uthamaki wa matu-ini. Kuja kwa ufalme wa Mungu, Guka kwa uthamaki wa Ngai
na ufalme wa mbinguni. No uthamaki wa matuini. Kwa sababu kuna tofauti ya ufalme wa Mungu ni tondu hena ngurani ya uthamaki wa Ngai na ufalme wa mbinguni. No uthamaki wa matuini. Katika sura ya 17 thini wa muhari 17 alitoa ufafanuzi vizuri agithathaura wega akisema, akiuga ufalme wa Mungu, akiuga uthamaki wa Ngai uko ndani yetu. Withiini wito. 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 Kwa sababu ufalme wa Mungu ni tondu uthamaki wa Ngai ni utawala katika maisha yetu. Ni uthamaki thini wa mitugani. Lakini ufalme wa mbinguni no uthamaki wa matuini ni ufalme wa ujio wa Yesu mara ya pili. Ni uthamaki wa Yesu agicoka hingo yake. Ufalme wa utukufu. Uthamaki wa riri. Siku ambayo hediria kila jicho ritho o riothe la walio hai ria me muoyo na wale ambao walimchoma na aria mamuthecaga na waliomkataa na aria mamuregire watamuona akija makamuona agiuka katika utukufu wa mbingu na riri wa matuini. Haleluya. Amen. Sasa leo akisisitiza habari ya ujio wake mara ya pili, akiaria uhoro wigie gucoka gwake hingo ya keri, ndipo akasema niguo aririe ciugo ici, kumbukeni mkewe Lutu. ririkanai mutumia wa Loti. Mgeukie rafiki yako, mugarurukire murata wa, mwambie, mwire mkumbuke mkewe Lutu. Muririkane mutumia wa Loti. Mwambie kwa msisitizo, mwire igwe muno, mkumbuke mkewe Lutu. Muririkane kana ririkana mutumia. Haleluya. Amen. Sasa leo mke wa Lutu, mutumia wa Loti, katika Biblia nzima, thini wa maandiko kana Biblia yothe hajatajwa sana kivile. Ndagwetetwo muno kwa sababu ni tondu ametajwa kwa jina mara moja tu na hatuambiwi jina lake. Agwetetwo tunagwitithanio na ritwa no ritwa reke, ila tunapewa title ya kwake. No tuhetwo mundu uria meyohithanitie nake. Jina lake hatulijui. Ritwa riake pio tutiriui. Wala Yesu hajalitaja jina lake. Ritwa riake tigwete. Ila ameaddress title yake. Ona Yesu ndanamugweta ritwa address title yake. Kwamba ati alikuwa ari mkewe mutumia Lutu wa Loti. Haleluya. Amen. Kwa nini tumkumbuke? Niki turafatara kumuririkana? Yesu anataka tukumbuke nini hasa kwake? Yesu arenda turirikane ki muno thini wa mutumia uyu. Mkewe Lutu kwa mara ya kwanza, mutumia uyu wa Lutu no wa mbere ametajwa katika Mwanzo sura ya 18. Ni agwetetwo thini wa Kiambĩrĩria 18. Katika sura ya 18 thini wa Kiambĩrĩria 18 Biblia inatuambiwa tumkumbuke Lutu. Maandiko ma Ngai maratwĩra turirikane Loti. Na Lutu mwenyewe, na Loti we ametajwa katika sura ya 12 ya Mwanzo, 11 ya Mwanzo. Agwetetwo Kiambĩrĩria 11, akatajwa sura ya 12, Kiambĩrĩria 12, akatajwa sura ya 13, Kiambĩrĩria 13, akatajwa sura ya 18, 18, akatajwa na sura ya 19, 19. Na mkewe Lutu huyo na mutumia uyu wake akarudiwa kutajwa katika sura ya 17 ya Luka. Akigwetwo thini wa Luka 17. Lutu alichagua, Loti ni acagurire kuishi katika maeneo gutura thini wa itura ya Sodoma na Gomora. ya Sodom na Gomora. Lutu aliyekuwa ndugu yake na Ibrahim, Loti uria wari muru wa nyina na Ibrahimu, waliitwa wote kutoka katika Uru ya Wakaridayo. metirwo thini wa bururi ucio wa Uru ya Wakaridayo, Mesopotamia, kundu kuu gwetagwo Mesopotamia, maeneo ambayo waliitwa wote watoke kule, kuria othe ri metirwo maume kuu. Lakini kiukweli aliyokuwa ameitwa ni Ibrahimu. No uria wetitwo pio ni Ibrahimu. Ibrahimu alipoitwa, Ibrahimu rĩrĩetirwo, Biblia inasema aliondoka na Lutu. Maandiko ma Ngai marauga ati aumire hamwe na Loti. Waliposafiri vizuri, hindi ĩrĩa mathiaga wega, ugomvi ukatokea kati yao, gũkĩgĩa na ngũrani gatagatĩ wao, kwa sababu wote walikuwa ni wachungaji, nĩ tondũ othe marĩ arĩithi, mifugo ile na watumishi wao na nyamũ iria hamwe na ndungata ciao wakawafanya wakagombana.
nyamuna na ndo ya mama rutagira wira magituma mahitani. Lakini kwa sababu Ibrahim na todo Ibrahimu alikuwa ni mtu mwelevu sana, ale mundu muge muno, akaamua kumwambia Lutu ndugu yake, agitua itua ria kwira Loti muru wake, tusigombane, reke tutige bara, tusigombane, reke tutige bara. Akamwambia tusigombane, reke tutige bara, kuliko tuweze kugombana na sisi ni ndugu, handu haturuwe na turi andu anyino ni afadhali uchague uangalie mabonde unayoyapenda, nikapa we urole fururi uria we ukwenda, halafu chagua ni sehemu gani utakayokwenda, no thure kuria we ukwenda guthie, ili tusiweze kugombana, niguo tutige kugushani, maana sisi ni ndugu. ni tondu ithue turi andu anyino. Alo Ngalaliga, ngoja niwaambie, andu agarariga reke inde mwiri, sisi wote ni ndugu. ithue turi andu anyino. Sisi wote ni ndugu. ithue turi andu aithe omwe. Bora ni sisi wote ni ndugu. ithue turi andu aithe. Na kwa sababu ni ndugu wote, na tondu turi aithe omwe ithue theri, tusigombane njiani, reke tutige kurua twi njira-ini. Amina. Jamani, kwa sisi wote ni ndugu, ni tondu ithue turi andu aithe omwe, tusigombane njiani, tutige kurua twi njira-ini. safari yetu ni moja, thabarĩ itũ nĩ tunakwenda mbinguni, turorete guthia. na kwa sababu wote tuko safarini, na tondu ithuothe twi thabarĩ-inĩ na kwa sisi wote ni ndugu, na tondu ithuĩ tũrĩ andũ aithe omwe, tusigombane njiani. nĩ tutige kũrũa njĩra-inĩ. Haleluya, amen. tusigombane njiani. Amen. Ibrahimu akiona mazingira hayo, Ibrahimu arora bũrũri ũcio, arora maũndũ macio, Biblia inasema maandĩko ma Ngai marauga ũũ katika ile sura ya Mwanzo, thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria, katika sura ya 13 thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria 13 fungu la 10 hadi 15, mũhari wa 10 nginya 15, Biblia takatifu inasema maandĩko ma Ngai matheru marauga ũũ: Lutu akainua macho yake, Loti akioya maitho make na igũrũ, akaiona bonde lote la Yordan, akirora akiona Jordan, mũrĩmo wa Jordan, ya kwamba lote pia lina maji, akiona kwĩna maĩ, kabla Bwana hajaiharibu Sodoma na Gomora. Ngai atananina Sodom na Gomora. Ilikuwa kama bustani ya Bwana, kwahanaga ta mũgũnda wa Ngai, kama nchi ya Misri, gũkahana ta bũrũri ũrĩa wa Misri. hapo Lutu akasafiri, hau Lutu agĩthiĩ, basi Lutu akalichagua bonde lote la Yordani, Loti agĩcagũra gũikaraga mũkĩra ũcio wa Jordan. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, agĩthiĩ mwena wa irathĩro, wakatengana wao kwa wao, magĩkorwo magayũkana. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanaani, Abrahamu agĩikara Kanaan, na Lutu akakaa katika miji ile ya bonde. Soma tu. Lutu akakaa katika miji ya ile bonde, akajiongezea hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi yote ulionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Haleluya, amen, haleluya, amen. Hivyo ndivyo walivyotengana, ũguo nĩguo matigithũkanire. na unajua, na nĩũĩ hihi unaposikia neno Sodoma, hĩndĩ ĩrĩa ũraigua rĩtwa Sodom na Gomora ikitajwa katika Biblia, ikĩgwetwo thĩinĩ wa Biblia, inawakilisha mambo makubwa yafuatayo. ĩkorwo ĩrũgamĩrĩire maũndũ maigana ũna. Moja, inawakilisha uovu mkubwa sana dhidi ya Mungu. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ ĩrũgamĩrĩire ũremi mũnene mũno mbere ya Ngai. Lakini pia inawakilisha no nĩ ĩrũgamĩrĩire watu ambao andũ arĩa hawataki kusikia sauti ya Mungu, matendaga kũigua mũgambo wa Ngai. Ibrahimu bila kuhitaji ugomvi, atekwenda gwĩciria, akamwambia Lutu ndugu yake, akĩra Loti mũrũ wa ithe, ya kwamba atĩ angalia, werora
bonde utakazochagua nenda huko. Rora mweno uri ukwenda. Na Biblia inasema na maandiko ma Ngai makauga Lutu akachagua katika mabonde yaliyokuwa kando kando ya mto wa Jordan. Loti arora akiona ekwenda matura maria me hugururu-ini cia rũĩ. Na unajua bonde za Jordan kuria hugururu cia Jordan zilikuwa zina rutuba nzuri. Ciarĩ na ndikwari kundu kunoru. Watu wakilima, andu marima walikuwa wanavuna vizuri. Magethaga wega. Watu wakifanya kazi, andu maruta wira, walikuwa wanafanikiwa. Nimonaga umithio. Na Biblia inasema, na maandiko marauga Lot akajenga hema yake, akiamba giikaro giake, akajenga hema yake, agiaka hema ya giikaro giake, akaipanua kutoka katika mipaka ya mabonde ya Jordan, akimiaka kuma kuria hugururu-ini cia Jordan, akasogea taratibu lakini kwa uhakika, akigucia o kahora hadi kwenye miji ya Sodoma na Gomora, akigucia nginya hakuhe na Sodom na Gomora. Ninaipenda Biblia. Ninaipenda Biblia. Jamani, ninaipenda Biblia. Amen. Kwa sababu inasema hivi, ni tondu Biblia raugo ya kwamba ati Ibrahim alipoachana na Lut, Ibrahimu riria matiganire na Lot, ndipo Bwana akanena naye. Haleluya. Ndio Ngai aririe. Haleluya. Amen. Yani kuna saa kwe mahinda ili Mungu azungumze na wewe, niguo Ngai ahote kwaria nawe, ili uweze kusikia sauti yake, niguo ahote kuigua mugambo wa Ngai. Jamani, kuna wakati no kwina ihinda ili uweze kuona baraka za Bwana, niguo ahote kuona irathimo cia Ngai, ili Mungu akubariki kweli kweli, niguo Ngai akurathime nama. Anahitaji utengane na kampani isiyo na maana. Ngai kwe andu egubatara utigane nao. Anahitaji utengane na kampani isiyo na maana. Ngai kwena ishera ekwenda utigane. Maana anajua akikutenganisha na hiyo, ni tondu niyo yakweherania nao, akinena neno moja tu, aria kiugo kimwe tu, utamsikia, ni ukumuigua, utamsikia, ni ukumuigua. Maana kile kizuizi ni tondu kimeondolewa, ni kieheretio. Lakini pia uwe mwangalifu, no uthikire no rore muno, maana ni tondu ukijitenga na jamii ya wanaomcha Mungu, ni tondu weherania na andu aria taratibu kwa uhakika kahora hautaisikia sauti ya Bwana, ndukuhota guthikiriria mugambo. Na kwa sababu hautaisikia, na ni tondu ndukumuigua taratibu kwa uhakika, kahora nama utaenda maeneo yasiyo na usalama, uguthie kundu gutari no gitiri, kama ilivyokuwa kwa Lutu. O ta uria kwari hindi ya Lot. Lutu alipokuwa na Ibrahimu, hindi ria Lot yari na Ibrahimu, alisikia sauti ya Mungu, ni aiguire mugambo wa Ngai. Katika wakati wote aliyotembea akiwa na Ibrahimu, hindi ria matwaranaga na Ibrahimu, alikuwa yuko salama, ni aiguaga eno gitiri. Ila pale alipotengana na Ibrahimu, hindi ria matiganire na Ibrahimu, akaingia Sodoma, akeingira Sodom. Na Ibrahimu naye alipotengana na Lutu, na hindi ria nake Ibrahimu matiganire, Mungu akamwambia nimekupa Kanaani. Haleluya. nake akira Ibrahimu. Haleluya. Amen. Nisikilizeni wazazi, thikiriria yaciari. Lutu aliingia Sodoma na Gomora, Loti aingirire Sodom na Gomora kwa sababu ya uchumi, ni tondu wa biashara. Alo, nimesemaje? Lutu aliingia katika miji ya Sodoma na Gomora, Loti aingirire Sodom na Gomora kwa sababu ya utafutaji, ni tondu wa gwetha, kwa sababu ya kufanya biashara, ni tondu wa kuhura biashara. Maana Biblia inasema Sodoma na Gomora, tondu Biblia iruga Sodom na Gomora ilikuwa ni kama bustani ya Edeni. kwahanaga ta kamugunda kana maana wengine wamefanikiwa, uguo ni ta kuga andu acio ni magacirire, maana wengine walikuwa wana mibaraka mingi, yani mari na irathimo nyingi. Na ngoja unisikilize, na tathikiriria, kaza macho niangalie, thikiriria ha wega, kwa sababu ni tondu hata waovu andu ehia Mungu amewapa mafanikio, Ngai ni amahete kugacira. Ila angalizo ni kwamba no tarora wega, hakikisha katika mafanikio yako tigirira ati thiini wa kugacira Mungu ndiye kiini chako. Ngai niwe kiambiriria. Mungu ndiye kiini chako. Ngai niwe kiambiriria. Biblia yangu inaniambia ni tondu maandiko ma Ngai marauga ya kwamba ati Lutu akijua sifa za wakazi wa Sodoma na Gomora, Loti ona akimenyaga ngumo ya Sodom na Gomora,
na wameandikwa vizuri na nimaandikitwo wega ya kwamba walikuwa na tabia chafu, ate mari na mitugo miuru, ya kwamba walikuwa wasiofaa, ni mari andu matagacirite, ila kwa sababu ya uchumi, no ni tondu wa biashara, kwa sababu ya utafutaji, ni tondu wa gwetha, akaingia ili apate baraka katika miji ya Sodoma na Gomora. Akiingira ati niguo agie na irathimo Sodom na Gomora. Ninawatia moyo washiriki wa Ngarariga, ndirenda kumwikira hinya ashirika Ngarariga, ya kwamba katika utafutaji wetu, thiini wa gwetha gwitu, katika utafutaji wetu, thiini wa gwetha gwitu, tusiingie katika Sodoma na Gomora, tutikaingire Sodom na Gomora, tusiingie katika Sodoma na Gomora, tutikaingire Sodom na Gomora. Katika utafutaji wetu, thiini wa gwetha gwitu, tubaki katika mazingira salama kwetu, tutigwo cikaroini ambapo Mungu atatuletea baraka zake. cikaroini ria Ngai eguturehera irathi. Sikilizeni wazazi, sikiriria aciari. Lutu aliingia katika Sodoma na Gomora, Loti aingirire Sodom na Gomora akiwa ana watoto na ciana, na alijua katika Sodoma na Gomora na niamenyaga thiini wa Sodom na Gomora na malezi mabaya, ate ureri wa kuu ti mwega, ila akaingiza familia yake ndani ya Sodoma na Gomora, akiingiria family yake Sodom na Gomora, na matokeo yake na maciaro hata mke wake, ginya mutumia wake. Hello, nimesemaje? hata mke wake, ginya mutumia wake, kwa sababu Lutu hakujali mazingira anayopeleka familia. Ni tondu Loti ndendire gwicirio kuria aratwara family, ilibidi mke wake akavutwa na maisha ya Sodoma na Gomora, mutumia wake akiguciririo ni muikarire wa Sodom na Gomora. Lakini Mungu aliposhuka kwa Ibrahimu, no hindi ria Ngai aikurukire go Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, akira Ibrahimu ya kwamba ati saa imefika sasa Sodoma na Gomora iangamizwe. Ihinda nirikinyete ria kunina Sodoma. Ibrahim akijua kwamba katika ile nchi, katika ile miji ya Sodoma na Gomora, Ibrahimu akimenya matura mari, yupo Lutu ambaye ni ndugu yake, na muru wa nyina. Biblia inasema, maandiko ma Ngai marauga, akamuuliza Mungu, akiulia Ngai, je, wewe Mungu mwenye haki, hihi we Ngai utahukumu waovu na wema pamoja? Ugutwira ega na oru je, ukikuta watu 50 utaangamiza? Ungikora andu 50 ni ukumanina? Mungu akasema sitaangamiza. Ngai akiuga ndikumanina. Akasema ukikuta 40, akimuria 40, sitaangamiza. Ndikumanina. Ukikuta 20, sitaangamiza. Mwisho akashuka hadi chini, ageikuruka kinyihetie, akiwa na uhakika ya kwamba ena umate ndani ya hao wachache, thiini wa andu acio ni atano tu, Lutu atakuwemo. Loti ni egukorwo hau. Ngoja niwaeleze, rekei ndimwire, hata watu tuliokuazana nao, ona andu aria tuhitanitie nao, tuwaombee mema, tumahoere maundu mega, tuwaombee mema, tumahoere maundu mega. maana kwa kuombea ni tondu hiria twamahoera saa yaja wataokolewa. kwina ihinda riro nikisoma kitabu cha Mwanzo, ni tondu athoma ibuku ria kiambe katika sura ile ya 19, muhari ucio wa 19, ukisoma fungu la 29, uthome 19 likisema, maandiko maradiko, Mungu alipoihukumu miji ya Sodoma na Gomora, Ngai hindi iria tuire Sodoma na Gomora, Ibrahimu ni aririkanire Ibrahimu. Na alimkumbukaje Ibrahimu? Na aririkanire Ibrahimu kwa kumtoa Lutu akimweheria Loti katika miji thiini wa itura ya maangamizi riria riari ria kunino. Niwaeleze, ndimwire, Lutu hakuokolewa kwa sababu ya kingine. Loti ndahonokirio ni tondu wa undu ungi, aliokolewa kwa sababu ya ombi la Ibrahimu. Ahonokirio ni tondu wa ihoya ria Ibrahimu. Leo ona umuthi kuna mtu utakayemwombea, he mundu ukuhoera, ataokolewa na ni akahonokio, ataokolewa. ni akahonokio. Yaweza kuwa usione, no ukorwo ndukuona, lakini linaweza likaandikwa mbinguni, no kuandikwo matwini, ya kwamba ati kuna mtu mmoja, he mundu umwe aliyeokolewa wahonokio kwa sababu tu, ni tondu tu ya ombi la kwako, wa ihoya riaku. Haleluya, amen. Sa Mungu aliposhuka katika Sodoma na Gomora, hindi ria Ngai aikurukire Sodom na Gomora, ile Mwanzo sura ya 18, thiini wa ibuku ria kiambiriri 18, inasema malaika wakashuka araika magikuruka hadi Sodoma na Gomora, ginya Sodom na Gomora, na Lutu akiwaona, na Loti akimona akiwa amekaa mbali sana handu haraya muno juu
ya nyumba yake nzuri, amekwisha jenga vizuri, hado iguru wa nyumba yake akite wega, amejenga ndani ya mji, akite thini wa itu, akawekeza katika uovu, akaigithia thini wa wehi. Neno la Bwana linasema, kiugo kia Ngai kirauga ati Lutu akawaona malaika wakiingia katika lango la mji wa Sodoma. Loti akiona malaika makiingira ihingo-ini cia Sodoma, na akijua kwamba katika lango la mji wa Sodoma, na akimenyaga ati hau ihingo-ini cia Sodoma ndipo unyanyasaji ulifanyika, niho hari no tunyani, ndipo mahukumu ilitolewa hapo, niho andu matuagirwo, ndipo maeneo ambayo wageni walinyanyasika, maeneo hayo au niho ageni mahinyagiririo muno. Neno la Bwana linasema, kiugo kia Ngai kirauga ati Lutu alipotazama, Loti hindi iria arorire, akawaona wageni wawili wanaingia, akiona ageni eri makiingira, akiwa na hofu, na kieha, anaogopa, na guoya, maana aliwaona akaona hawa ni special kabisa, ni tondu wa maroro ni sijawahi kuona. ndari ona andu. Biblia inasema akapiga mbio, maandiko marauga ili aende awakaribishe kwenye lango, niguo athie amanyite ogeni kihingo-ini. Neno linasema, kiugo kirauga 19 fungu la kwanza 19 hadi la 4 nginya wa 4. Mwanzo 19:1 hadi 4. Kiambĩrĩria 19. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi, akasema, bwana zangu. Halo, akasema, bwana zangu, karibuni na wasihi muingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkale na kulala, mkanawe miguu yenu, hata asubuhi muondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Fungu la 3. Akawasihi sana, nao wakaja wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa, nao wakala. Hata kabla hawajalala, watu wawili wa mji wa Sodoma, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Walipoona wale wageni wamekuja kwenye nyumba ya Lutu, hĩndĩ monire ageni moka nyumba ya Loti, Biblia inasema wenyeji wa Sodoma na Gomora, maandiko marauga atũria matũra macio, vijana, anake, wazee, athuri na wenye umri wa kiume, na andũ mena hinya wakakusanyikia nyumba ya Lutu, magĩũka magĩthiũrũrũka nyumba ya Loti, na wanaikusanyikia na magĩũka makĩmĩthiũrũrũka, wakimwambia Lutu makĩra Loti ya kwamba ati awatoe wale wageni walioingia, amarutire ageni arĩa eri maingĩrire. Biblia inasema vizuri, maandiko ma Ngai marauga ati kwa sababu ya tabia zao mbaya, ni tondu wa mitugo yao mĩũru, wakataka hata walale na malaika, makĩenda nginya gũkoma na araika, lakini Mungu akaepusha. no Ngai akĩ. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ngoja niwaeleze, Rekei ndĩmwĩre, Sodoma iliharibika kiasi kwamba hata wageni walipokuja wakakaribishwa kwa Lutu, Sodom yathũkĩte atĩ nginya jamii yote, vijana wa kiume, itũra rĩothe anake, ikatoka ili iende ikafanye ushoga na wale malaika, mokaga gwĩka mĩtugo mĩũru na ageni. lakini Mungu ameandika yote hayo, no Ngai akandĩka maũndũ macio mothe ili atukumbushe, nĩguo tũririkanie, tumkumbuke mkewe Lutu, turirikane mũtumia, tumkumbuke mkewe Lutu. turirikane mũtumia. Na jambo la pekee ni hili, na ũndũ wa mwanya nĩ ũũ, mke wa Lutu, mũtumia wa Loti, mke wa Lutu, mũtumia wa Loti aliwakaribisha malaika nyumbani kwake, nĩ anyitire araika ũgeni gwake. Mke wa Lutu, mũtumia wa Loti, aliwapikia malaika chakula, niwe warugĩire araika irio. Mke wa Lutu, mũtumia wa Loti, akachukua mkate, akioya mĩgate, akauweka juu ya meza, akiũigĩrĩra metha-inĩ. Mke wa Lutu, mũtumia wa Loti, akawanawisha malaika, akimathambia moko. Mke wa Lutu, mũtumia wa Loti, akawaombea chakula ili wale malaika, akihoera irio nĩguo araika marĩe. Mke wa Lutu,
Mtumia wa Loti akashikana mikono na malaika. Kenyita moko malaika. Habari mbaya ni hii. No horo muru ni huyo. Hakuokolewa. Da honokirio. Unaweza ukawa uko ndani ya kanisa. No utule kanithaini. Ni mwimbaji. We muini. Ni mhubiri kama mimi. Ni muhujia. Ni mzee wa kanisa. Ni muthuri wa kanisa. Ni yeyote ambaye unasema uko active. Ni mundu uliorerwa ati ni kutakika. Kwa kukaa kanisani no guikara kanisa haimaanishi ya kwamba umekwisha kuokolewa. Kuga ati we ni unahitaji mahusiano binafsi. Ni urafatara ngwataniro ya Mungu wako na Ngai wako. Haleluya. Kwa sababu ni todo kama ni wahubiri ota mahujio Lutu alihubiri. Mutumia wa Loti ni ahujio. Kama ni kutembelea nyumba kwa nyumba angekuwa ni kushera nyumba kwa nyumba Lutu alitembelea. Mutumia wa Loti ni kama ni kufanya uinjilisti angekuwa ni mke wa Lutu alifanya. Ni anegiraga nyumba. Kama ni kutafuta namna ya kuokoa watu angekuwa ni gwetha njira cia kuono. Mke wa Lutu mutumia wa Loti alitafuta kila mbinu ya kila aina. Ataga njira cio. Ila habari mbaya ni hii. No undu muru ni hakuokolewa. Da kurirwo. Mkumbuke mkewe Lutu. Ririkana mutumia wa Loti. Kwa nini hakuokolewa? Niki giatumiria ge. Alikuwa ndani ya kanisa. Nio kaka kanitha. Alikuwa ni mshiriki. Ni ali mushiriki. Alikuwa ni mwinjilisti. Ali mwinjilisti. Alikuwa ni mhubiri. Ali muhujia. Alikuwa ni mwombaji. Ali mundu hoyaga. Ila hana mahusiano ya kamilifu na Mungu wa mbinguni. No ndari na ngwataniro ya hakuhi na Ngai. Na kwa sababu hiyo tu. Na ni todo ucio tu. Ta Mungu alipoleta ujumbe. Nginya Ngai riria arehire ndumiriri. Akafanya jitihada zote. Agika maundu mothe. Akafanya jitihada zote. Akigeria na njira ciothe. Akampa maelekezo. Akimuhe lakini maundu ma kurumirira. Mwisho hakuyaamini. No muthia ndaetikirie. Biblia inasema. Maandiko ma Ngai marauga katika fungu la 10. Thiini wa muhari wa 10. Mwanzo sura ya 19. Kiambĩrĩria 19 muhari wa 17. Nginya 17. Neno linasema kiugo kia Ngai kirauga wakati wale Lutu na mke wake hawaelewi, wanawaambia jamani, ondokeni katika Sodoma, tumekuja kuhukumu. Wao wanakakata humo ndani. Neno linasema kiugo kia Ngai kirauga, lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakamuingiza Lutu kwa nyumba, wakaufunga mlango, kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kutafuta mlango. Basi wale wakawaambia Lutu, je, una mtu mwingine hapa zaidi? Mke wao anasema, basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi? Mke wao na binti zako na watu wote ulio nao katika mji uwatoe katika mahali hapa, maana tutaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tukaharibu. Lutu akatoka akasema na wakweza waliowaposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweza wale waliowaoa binti zake, aria mahikite iretu ake, kwa sababu na wao walikuwa na maisha kama ya Sodoma. Litodo na umaturaga tando wa Sodoma. Lutu aliwaeleza, Loti akemera, ondokeni katika mji huu, umai tora iniriri, tokeni katika mji huu, umai tora iniriri. Ila Biblia inasema no maandiko marauga, akawa kama mtu anayecheza, akioneka tari ithako enari, wakapuzia, wakihuthia. Lakini si kupuzia tu, no to kuhuthia. Fungu la 15 muhari wa 15, hata alfajiri, hĩndĩ ĩrĩa kĩroko, ndipo malaika nĩguo araika wakamhimiza Lutu, wakisema, makĩra Loti, ondoka mtwae mkeo na binti zako, oya iretu aku na mutumia wako wawili. Wale watu wakamshika wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Akakawia, nao watu wale wakamshika mkono, na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyo
wakamhurumia, wakamtoa, wakamweka nje ya mji. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde popote, ujiponye mlimani, usije ukapotea. Nisikilizeni vizuri. Fikiria iwega. Mke wa Lutu aliokolewa kutoka katika mji wa Sodoma. Mutumia wa Loti ni akurirwo akirutwo Sodoma. Lakini kwa sababu hakuwa na mahusiano na Mungu. No ni tondu ndari na ngwataniro nake. Kwa sababu maisha ya Sodoma yalimwathiri. Ni tondu muturire wa Sodom ni wa muingirite meciria. Wakapewa zoezi moja. Makiheo kigerio kimwe. Ya kwamba tumewaokoa. Ati ni twamuruta. Kazi mnayotakiwa kufanya ni moja. Wira uria mubatie kuruta ni umwe. Tumewatoa kwenye hatari. Ni tumurutite ogwatini. Tumewafikisha kwenye geti. Ni twamukinyia haria murango-ini. Geti ambalo litawasaidia nyie. Na geti ino yakumuteithia mtoke mahali hapa mlipo, mume guku muri, muende sehemu ambayo ni salama kwenu, muthie kundu kuria gutari na gwati. Tumewatoa kwenye miji ya Sodoma na Gomora, muruta matura-ini ma Sodom na. Sasa fanyeni sehemu yenu. Riu wira ni wanyu. Kimbieni, tengerai. Kimbieni, tengerai. Kimbieni, tengerai. Mjiponye nafsi zenu, niguo mwihonokie. Lakini wakaambiwa, no makirwo, katika kukimbia hindi iria mugutengera msigeuke nyuma, mutikehugure. Nami nawatia moyo, na niĩ ndĩrenda kũmwĩkĩra washiriki wa Ngalariga, ashirika Ngalariga, wazee, athuri, wa vijana, anake, watoto, wakina mama, ciana na atumia. Mungu amefanya jitihada ya kutuokoa. Ngai nĩekĩte ũndũ wa gũtũkũra, bado hatujamaliza mwendo. No tutirĩkĩtie rũgendo. Mungu amefanya jitihada ya kutuokoa. Ngai nĩekĩte ithenya rĩake rĩa gũtũhonokia. Kama ni katika dhambi, angĩkorwo nĩ thĩinĩ wa mĩ, Yesu alishuka, Yesu agĩikũrũka, akatuokoa kwenye dhambi, agĩtũkũra tume mehia-inĩ. Zoezi letu tuliyopewa, wĩra ũrĩa tũhetwo ni kukimbia, ni gũteng'era, ni kukimbia, ni gũteng'era, ni kukimbia, ni gũteng'era, ili tutoke katika lango la hatari. tume thĩinĩ wa. Haleluya, amen. Baada ya kuokolewa, thutha wa kũhonoka, lengo letu sisi muoroto witũ ni kukimbia, ni gũteng'era, ni kukimbia, ni gũteng'era, ni kukimbia, ni gũteng'era, ni kukimbia, gũteng'era, tufike Sayuni, nĩguo tũkinye Sayuni. Haijalishi vikwazo kiasi gani, gũtiramakania iremithia cigana atĩa, maadamu tumehakikishiwa kuokolewa, nĩ tondũ nĩ twĩrĩirwo kũhonokio. Tukaze mwendo tufike Sayuni, tuthiĩ na mbere na rũgendo, tukaze mwendo tufike Sayuni, tuthiĩ na mbere na rũgendo, tukaze mwendo tufike Sayuni, tuthiĩ na mbere tukinye Sayuni. Unapokimbia, hĩndĩ ĩrĩa ũrateng'era, usigeuke nyuma, ndukarore thutha. Unapokimbia, hĩndĩ ĩrĩa ũrateng'era, usikumbuke matatizo yako. ndukaririkane mathĩna. Unapokimbia, hĩndĩ ĩrĩa ũrateng'era, focus yako, reke meciria, mtazamo wako, muonere wako ni kuhakikisha unafika kwenye nchi ya uzuri. Haleluya. Atĩ nĩ wakinya bũrũri, kuhakikisha unafika Jerusalemu. nĩ gũtigĩra nĩ twakinya. Mungu amekuokoa, Ngai nĩ agũkũũrire, Mungu ameniokoa, Ngai nĩ agũũrire, amefanya jitihada zote, na ageka maũndũ mothe. langu ni moja tu, ũndũ nĩ ũmwe ni tu, kuamini ya kwamba gwĩtĩkia atĩ kile alichosema Mungu kĩrĩa Ngai ni hakika na nĩ kweli. kĩama. Nikipuzia, Ndahũthia, ukipuzia, wahũthia, kuna hatari ya kuwa kama mkewe Lutu. kwĩna thĩna wa Vijana wenzangu, anake tuko katika ulimwengu, twĩ thĩinĩ wa thĩ, tuko duniani, twĩ thĩinĩ. Mungu ametuokoa, Ngai nĩ atũkũũrĩte, tumekwisha kombolewa. twĩkĩtie gũkua, Kwa sababu ya kukombolewa, na nĩ tondũ wa Mungu anatutaka kama vijana Ngai nĩ aratwenda twĩ ta anake, tukimbie, tũteng'ere, tukimbie, tũteng'ere, tukimbie, tũteng'ere, tufike Sayuni, kinye Sayuni, tujiokoe nafsi zetu. twĩhonokie. Mbingu imefanya jitihada ya kila mmoja matu-inĩ ĩkĩte maũndũ mothe kuhakikishiwa ameokolewa. gũtigĩrĩra atĩ we na niĩ nĩ twahonokio. Kwa sababu hiyo tu, na nĩ tondũ wa ũguo tu, wewe ukipotea, we ũngĩũra, Mungu hataraumiwa, Ngai ndakorio kwa kĩũria, sababu kama ni kuokolewa, nĩ tondũ angĩkorwo nĩ kũhonokio, amekwisha kuokoa. nĩ arĩkĩtie gũkũhonokia. Lako ni moja tu, ũndũ waku nĩ ũmwe, ti mapenzi ya Mungu. athĩkĩra wendi wake. Kumbukeni mkewe
Ririkana mutumia alikula na malaika. Arire na malaika. Aliandaa chakula kwa ajili ya malaika. Aliwakaribisha malaika. Walimshika mkono. Wakatembea naye. Wakatembea naye. Magethie nake. Wakatembea naye. Wanamkimbiza. Wanampeleka. Wanamrudisha. Wakamfikisha kwenye lango. Makimukinyia geti ne. Wakamwambia neno moja. Makimwira kiugo kile. Sasa kimbieni, msitazame nyuma. Tengera na mutikarore. Ila kwa sababu ya mawazo yake alikuwa Sodoma. No ni todo mesiria mali Sodoma. Kwa sababu ya kutokuamini kwake. Ni todo wa kurega gwitikia gwake. Biblia inasema maandiko marauga alipogeuka ederia ehugurire kafa katika kifo cha kushindwa. Akigwa na agekua thini wa mchana huu wa leo, muthenya wa umuthi, ninao wito. Ninao wito. Kwena ritana. Yaweza kuwa uko humu ndani. No ukorwo wi guku thiini. Ni mzee wa kanisa. We muthuri wa kanitha. Ni mwinjilisti. We mwinjilisti. Ni muimbaji. We muini. Unahitaji Mungu akutie nguvu umsikilize. Urabatara Ngai agwikire hinya wa kumuthikiriza. Amekwisha kuokoa. Ni akuhonoketie. Kwa kuwa umeokolewa. Na tondu ni akuhonoketie. Haijalishi utakutana na mangapi. Gutiramakania ugucamania na maundu maigana. Amekuweka kwenye geti la kwenda mbinguni. Ni akuigite kihingo-ini gya hakikisha unatoka Sodoma. Tigirira ati ni wauma Sodoma. Na ukimbie kuelekea Yerusalemu. Utengere uthiete Yerusalemu. Ukimbie kuelekea Sayuni. Utengere uthiete Sayuni. Na kwa sababu hiyo tu, na ni tondu woguo tu, usitazame nyuma. Ukae kwihugura. Ukitazama nyuma, ni tondu wehugura, kuna kushindwa. Kwina kuhotwo. Sasa mchana wa leo, muthenya wa umuthi, yaweza kuwa kuna kijana uko ndani. No gukorwo kwina mwanake wi guku thiini. Ukijiangalia maisha yako, we arora muturire waku, ukijiangalia mwenendo wako, we arora mithire yaku, unasema ni kweli nimeokolewa. Nimokona nima ni ukuritwo. Ni kweli Mungu ameniokoa. Nima Ngai ni agukurite. Lakini kuna changamoto inayonishinda. Kwina iheria. Ninasafiri kwenda mbinguni. Ndirathie lakini bado kuna matatizo nayo yatazama kama kijana. No kuriona mathina ndirona ndita mwanake. Na unasema, no kauga, natamani Yesu anisaidie mchana wa leo. No jede Jesu ndeithie muthenya wa umuthi. Ili nisiwe kama mkewe Lutu. Niguo ndikahane ta mutumia wa Loti. Nipate ushindi, nimalize mwendo. Niguo ngie no torania wa kulikia fari. Rugama. Simama. Huo ni wito kwa vijana kwanza. Usio ni mwito kule kwa vijana kwanza. Kule anake tumeri. Vijana wa kiume, vijana wa kike. Anake airetu na arake sema na airetu. Nahitaji Mungu anisaidie nimalize. Nimalize mwendo. Ndekie rugendo. Ila katika safari yangu, no thiini wa rugendo, kuna challenge ninazozipitia. Kwina mathina ninasafiri, lakini nikizitazama, ndirathie no ndarora, hizi nikiendelea kuziangalia zinaweza kuninyima kumaliza mwendo. Ndarora ile mithia hizi ciahota kugiririria kurikia. Sihitaji nizitazame kwa kuwa nimeokolewa. Nataka niangalie mbele. No uge ati ndukwenda gucirora, we ukwenda kurora. Ninyi vijana, njoni hapa mbele. Kai haha mbele. Njoni hapa mbele. Upo wito wa pili. Retana ni mzazi, we muciari, ni mzee. Unasema, urauga, mimi nami niko kwenye kundi la vijana. Nie ndege, ila ninataka Mungu anisaidie. Na ndirenda Ngai andeithie katika familia yangu, thiini wa nyumba yangu, niweke salama, ndimeige no gitiri. Familia yangu, family yako, niweke mahali pazuri, ndimeige handu he. Hata katika utafutaji wangu, ona thiini wa nisiingie na kubaki Sodoma. Nikaigire ndikore Sodoma. Unasema uko hapa, unasema Mungu akusaidie. Ukauga Ngai ndeithia ili ushinde yote, niguo hote gutorania. Nawe pia simama. Onawe rugama. Simama. Rugama. Simama. Wito wa mwisho ni retana ria mwisho. Yaweza kuwa uko humu ndani ya hili kanisa, no ukorwo wi thiini wa kanitha, umekuwa ukija kuabudu, ni ukaga kuhoya na hujawahi kubatizwa, na nduri watu itua ria gubatithio. Unasema nataka nianze mwendo mwingine mpya. No rauga no wende kwambiriria nisiwe kama mkewe Lutu, nikahane ta mutumia wa Loti. Na unasema ubatizo ukitokea, na urauga ati ubatithio ngikaumira, uko tayari kubatizwa, ni wihariirie kubatithio. Nyosha mkono wako juu.
Nyosha mkono wako juu. Asante sana. Asante jana. Tembea, piga hatua, sogea hapa mbele. Njoni hapa mbele. Njoni hapa mbele. Wazee wa kanisa wapokeni hawa watu. Piga hatua nyingine, usogea hapa mbele. Unasema niko ndani si kubatizwa. Ila natamani. Ukauga ni ure kabla mlango kufungwa, murago utanahigo, nianze mwendo mwingine mpya, jabiririe rugendo nikiwa nimebatizwa. Tembea uje hapa mbele. Kuhereria Tembea uje hapa mbele. Jamani, mnasemaje? Amen. Haleluya. Amen. Kwa kuwa umekwisha kuokolewa, ni tondu ni ureketie gukorwo, kwa kuwa umeuonja wema wa Bwana, ni tondu ni ureketie gushima, amekwisha kutoa dhambini, ni tondu Ngai ni areketie unaposafiri chini ya dunia, hindi ria urathie na mbere na rugendo, usigeuke nyuma. ukae kurora. Uko ndani ya kanisa, kaza mwendo. Haleluya. Ili ufike salama, niguo ukinye katika eneo ambalo Mungu amekusudia ufike. Ngai erireirio. Mungu awabariki, Ngai amurathime, awatie nguvu, amwikire hinya, mmalize mwendo salama, murikie katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wari tware Yesu Kristo. Tunaomba sasa. Amen. Baba na Mungu wetu, asante kwa neno lako. Mkumbukeni mkewe Rutu. Mke wa Rutu alikuwa ni mshiriki mzuri ndani ya kanisa lako. Mke wa Rutu alifanya huduma za utume. Mke wa Rutu alikubali kabisa, akakukaribisha katika nyumba yake, lakini kwa kutokuamini hakuokolewa. Sisi mchana wa leo tunaomba utusaidie wote kwa pamoja, kwa kuwa tumekwisha okolewa, tukaze mwendo tufike nyumbani. Vijana ambao walikuwa wanapitia changamoto, waliziangalia zikawashinda, wakaona kana kwamba ni mazingira magumu yaliyowatatanisha sana, kwa kuwa wameamua mchana wa leo kuja mbele zako. Baba, wapokee, uwape ushindi kwa utukufu wa jina lako. Mashujaa waliojitoa kwa ajili ya ubatizo siku ya leo, wasaidie kwa kuwa wameamini, wamalize mwendo wakibatizwa na mwisho wapate uzima wa milele. Wazee ambao walikuwa wamechoka, wakina mama waliokuwa wamechoka kwa sababu ya changamoto, wengine waliwekeza biashara zao wakashindwa kuwa na wakati sahihi na wewe, mchana wa leo kwa kuwa umesema tufanye kumbukumbu kwa mke wa Rutu, tusaidie tuamini neno lako na kisha tukaze mwendo tusonge mbele. Asante kwa kuwa utatutendea hivyo na utatusaidia kuamini hadi ujapo mara ya pili, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki.